Mseto Media. Yule padri ambaye huwa tunamuona akiwa anakosoaga mara nyingi huku akiwa anasimamia na kutaka utawala wa sheria nchini, anusurika kifo baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana ambao walishindwa kumteka lakini wakamjeruhi vibaya. Hii ni Mseto Media, mimi ni Princess Kiuli. Hakikisha umesubscribe ili taarifa na habari zetu zisiwe zinakupita. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele, ibonyeze pia. Katibu wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania TEC, Padri Dr. Charles Kitima, ameripotiwa kuwa amevamiwa na kushambuliwa na watu wasiofahamika akiwa kwenye makazi yake zilipo ofisi za baraza hilo Kurasini jijini Dar es Salaam majira ya saa 3:30 usiku wa Aprili 30, 2025. Baadhi ya mashuhuda na waumini wa kanisa hilo waliokuwepo kwenye mgahawa mmoja ndani ya viunga vya TEC Kurasini wameieleza Mseto Media kuwa Padri Kitima akiwa kwenye mazungumzo na baadhi ya watu alinyanyuka na kuelekea msalani, na ghafla kwa dakika chache walitokea watu waliomshambulia kwa sekunde kadhaa na kisha kuondoka, na baadaye ndipo Padri Kitima alipoonekana akiomba msaada akiwa anavuja damu katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Mara baada ya shambulizi hilo, Padri Kitima amepatiwa matibabu ya awali kwenye kituo kidogo cha afya cha TEC kilichopo eneo hilo, na baadaye kusaidiwa na baadhi ya watu kupandishwa kwenye gari tayari kupelekwa kwenye hospitali ambayo mpaka taarifa hii inaandaliwa bado haikuwa imefahamika ni hospitali gani alipoenda kupatiwa matibabu. Padri Kitima, kando ya utumishi wake na nafasi aliyonayo ndani ya kanisa, amejipatia umaarufu mkubwa nchini Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni kwa namna ambavyo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mienendo isiyofaa kwenye jamii na akiwa mstari wa mbele katika kuhubiri utawala wa sheria na haki za binadamu pamoja na demokrasia nchini. Kufuatia kushambuliwa kwake, watu mbalimbali hasa wanasiasa wametoa matamko, ambapo hapa na kusomea tamko la Zitto Kabwe, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Yeye ameandika, na nukuu: "Hiki ni kitendo cha kishenzi kinachopaswa kulaaniwa na kila mmoja wetu anayependa amani na utulivu wa taifa letu. Kuvamiwa na kushambuliwa kwa Padri Dr. Charles Kitima kwenye makazi yake, kwenye bracket kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa, sio uhalifu wa kawaida, na wataka jeshi la polisi kufanya uchunguzi na kutoa taarifa haraka. Nataraji wahalifu wote watatiwa nguvuni haraka na kuchukuliwa hatua. Hiki ni kitendo cha hovyo, cha kinyama na chenye nia mbaya kwa nchi yetu, na waombea Father Kitima apone haraka." Mwisho wa kunukuu. Hayo aliandika Zitto Kabwe. Kufuatia kuvamiwa kwa padri huyu, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetangaza kumshikilia mtu mmoja anayehusishwa na kitendo hicho kibaya, anayefahamika kwa jina la Rahul Mahabi au maarufu kama Haraja. Msikilize hapa Kamanda Muliro. Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira saa 4 usiku, maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali katika eneo hilo, na baadaye baada ya kikao kuisha, yeye majira saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15 alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo. Alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Baadaye alipelekwa hospitali ya Aga Khan kwa matibabu na anaendelea vizuri na matibabu. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Rahul Mahabi maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi zaidi wa kina unaendelea ili kubaini wahusika wa tukio hilo, na hatua kali za haraka zitachukuliwa kuhusiana na tukio hilo. Kwa lolote tuache comment yako hapo chini. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kiuli. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.